Yohana Mtakatifu sura zake ni 9 na mstari wa 4. Imetupasa kufanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Mpendwa unanifuata kwa majira kama na haya, nimekuja na somo ambalo linasema komboa muda wako na umpendeze Mungu. Hii ni kengele ambayo inalia kwa yeyote aliye hai, ya kwamba ukomboe muda wako katika mapenzi ya Mungu. Yesu Kristo aliposema ya kwamba imetupasa kufanya kazi zake yeye aliyempeleka maadamu ni mchana, alitaka kumaanisha ya kwamba maisha yana majira, maisha yanakuwa yanageuka, kila siku hazifananaki. Kama kuna mchana na kuna usiku, wenye busara upenda ama watagundua siri ya kutenda yaliyo mapenzi ya Mungu, watagundua siri ya kumpendeza huyu Mungu maadamu ni mchana. Na Yesu Kristo alipokuwa duniani alielewa ya kwamba muda wake duniani ulikuwa na kusudi na ulikuwa na mpango ndani mwake. Watu wengi wanashindwa kuelewa lengo na kusudi yao kuwa duniani, lakini mtu anayejua ya kwamba kuna Mungu aliyemuumba, kuna Mungu aliyemchagua na kumtenga kuwa nabii wa mataifa, mtu huyo ataelewa siri katika kukomboa muda na kutenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Watu wengi huwekeza katika tamaa za dunia hii. Watu wengi huwekeza katika vitu ambavyo havijengi roho. Maana maandiko yananiambia ya kwamba aseme apandaye kwa mwili atavuna uharibifu, lakini anayepanda kwa roho huyo atavuna uzima wa milele. Hivyo imetupasa kufanya kazi zake yeye aliyemtuma Yesu maadamu ni mchana. Imetupasa kumpendeza huyu Mungu maadamu ni mchana, maana usiku waja pale ambapo mtu hataweza kufanya kazi. Wakati ni zawadi kutoka kwa Mungu, wakati umepewa kama zawadi kutoka kwa Mungu, na kama Mungu ametuzawadia kuwa na wakati na majira, ni lazima kujua namna gani ya kutembea katika yale majira. Lazima kuelewa thamani ya muda uliopewa. Muda ni ya muhimu sana. Ni wengi wangetamani kuwa na ile muda ambao uko nao, lakini kwa sasa wamebadilika majina, kwa sasa wameitwa marehemu. Lakini wewe ambaye unayekuwa katika muda huu na neema ya pumzi, gundua siri ya kukomboa wakati na kumpendeza huyu Mungu. Gundua siri ya kukomboa wakati na kutenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Maana maandiko yananiambia katika Zaburi 90 na mstari 12, aseme basi utufundishe kuzihesabu siku zetu, ili tupate kujipatia moyo wa hekima. Mtu mwenye hekima ni mtu ambaye anaelewa ya kwamba muda wake duniani umehesabika. Ni mtu ambaye anaelewa ya kwamba ni lazima nivipige vita vizuri vya imani. Ni lazima nihakikishe ya kwamba hata kama siku inaisha, hata kama Yesu akija leo nijikutane niko mpangwa, nimefanya kazi njema, nimekomboa muda katika kutenda yaliyo mapenzi ya Mungu, katika kutenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Yesu Kristo amefanya huduma yake kwa miaka michache, lakini alikamilisha. Na Yesu kufanyikiwa kukamilisha huduma yake si kwa sababu ya urefu wa maisha yake, lakini kwa sababu alijua namna gani ya kukomboa muda, kwa sababu alijua namna gani ya kukomboa wakati kwa kutenda iliyo mapenzi ya Baba. Watu wengi hushindwa kukomboa wakati. Mpendwa unanifuata kwa majira kama na haya, komboa wakati kwa kutenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Komboa wakati ili jina lako liandikwe katika kitabu cha mbinguni. Komboa wakati wa kumpendeza Mungu. Usiruhusu dunia ikubebe
ikubebe, ikuibe zamu, ikudistray na ushindwe kufanya aliyo mapenzi ya Mungu. Maana maandiko yananiambia kwamba aseme si wote wanaosema Baba Baba watakaoona ufalme wa mbinguni, lakini wale wanaotenda mapenzi ya Baba, ni wale waliosimamia ukweli, ni wale waliompokea Yesu Kristo, ni wale ambao waliopokea uwezo la kufanyika wana wa Mungu, ni wale waliochagua kuishi maisha masafi, ni wale waliochagua kumpendeza huyu Mungu. Yesu Kristo ni mfano mzuri wa kukomboa wakati. Unaposoma katika Marko sura 1 na mstari 35, maandiko yanatuambia aseme hata alfajiri na mapema Yesu aliondoka na kuenda mahali ambapo hakuna watu na kuomba Mungu. Yesu Kristo alielewa siri ya kutenga muda. Yesu Kristo alielewa namna gani ya kutenga muda na kutenga muda wa kumpendeza Baba. Watu wengi ushindwa kutenga muda, watu wengi ushindwa kutenga muda kwa masaa 24. Watu wengi ushindwa kutenga hata saa moja kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya kumtafuta huyu Mungu. Mpendo, nimekuja kukuambia ya kwamba imekupasa kutenda kazi za Bwana maadamu ni mchana. Imekupasa kuokoka maadamu neema ipo. Imekupasa kuishi maisha masafi maadamu ni mchana, maana usiku unakuja pale ambapo hakuna mtu ambaye ataweza kutenda kazi. Mchana unaozungumziwa katika Yohana 9 na mstari wa 4, unaashiria uwepo wa Yesu Kristo, unaashiria nafasi ya kufanya kazi, unaashiria pale ambapo afya yako inaitika, unaashiria pale ambapo neema ingaliko, pale ambapo injili inahubiriwa. Ile ni mchana, unaweza ukafanya hatua na kujoin kazi zile maadamu ni mchana. Ni neema ya wewe tena kusimama na kumpendeza Mungu maadamu ni mchana. Maana usiku unapoingia, usiku unapobisha kwa maisha yako, hautaweza kufanya kazi. Wengine hata leo usiku tayari umeingia kwa maisha yao na hawawezi tena kufanya chochote. Wengine usiku umebisha kwa maisha yao, wanatamani kama wangetumikia huyu Mungu, wanatamani kama wangeishi maisha matakatifu, lakini wamechelewa kwa sababu mchana imekuweko, neema imekuwepo, lakini wakashindwa. Ni kama vile Nuhu alivyokuwa akijenga safina, alitangaza habari njema iwapo mchana, lakini watu walimwona Nuhu kama enezi. Lakini gharika ilipokuja, usiku ulipoingia, hakuna mtu ambaye angeliweza kuingia kwenye safina, maana tayari Bwana Mungu mwenyewe alikuwa amefunga mlango. Hakuna ambaye angeweza kuokoka na kuepuka gharika ile. Nimekuja kuambia mpendo ya kwamba safina ya leo ni Yesu Kristo. Wale wanaojificha ndani ya Yesu Kristo, ni wale wanaokomboa muda na kutenda aliyo mapenzi ya Baba. Ni wale ambao wameamua kujikana na kujitwika msalaba. Maana maandiko yananiambia, Yesu mwenyewe anasema, aseme mtu akitaka kunifuata ajikane kwanza, akatale kwanza ulimwengu, akatae asili ya dhambi, akatae shetani na mambo yake, akatae dunia na mambo yake, na amfuate sasa Yesu Kristo maadamu ni mchana, maadamu ni mchana. Maana usiku unakuja, hakuna mtu anayeweza kufanya kazi. Kukomboa muda ni kuishi kwa
kusudi la Mungu. Mtu ambaye anayekomboa muda, huyo mtu anaishi kwa kusudi la Mungu. Huyo mtu ni mtu ambaye anayekesha na kuomba, ni mtu ambaye aliye tayari, ni mtu ambaye amesimama kwa zamu yake, mtu ambaye anajielewa ya kwamba ninaishi kwa kusudi la Mungu, ya kwamba maisha yangu ni Kristo mwenyewe, si mimi tena ninayeishi, bali Kristo anaishi ndani mwangu. Unaposoma Waefeso sura 5 mstari 15, aseme basi angalieni jinsi mnavyoenenda, msienende kama watu wasiokuwa na hekima, mkikomboa wakati. Maana zamani hizi ni za uovu, maana zamani hizi ni za uovu. Mpendwa, komboa muda, komboa muda, maana zamani hizi ni za uovu. Usiku unakuja, usiku unakuja pale ambapo hautaweza kufanya tena kazi. Usiku inakuja pale ambapo hautaweza tena kutangaza ama kuokoka. Usiku unakuja. Yesu anakuita leo ya kwamba imekupasa kufanya kazi za Bwana maadamu ni mchana, maana usiku ni pale ambapo nafasi ya kufanya kazi itakuwa imekwisha. Lakini wenye busara tu njoo watakubali neema hiyo na kumpokea Bwana wa kazi.